Salama, karibu. Namba mihogo 2000, nyanya za 500, viazi za 500. Karibu. Mwanangu Diki. Wanambie. Vipi mwanangu? Kama naambie mchawi mwenzangu. Sasa mwanangu ni kuongea ndugu yangu. Sio unamuogopa nani? Kuna watu hapa ndugu yangu. Sawa. Sasa kazi yako mzee, lazima ujipaishe. Sema sasa. Sasa hivi sikuoni mwanangu. Mwanangu mimi sifanyi biashara ambazo hazina faida mwanangu. Unamaanisha nini? Yaani ile kazi toka nimeanza sielewi ninachokifanya ni nini. Sasa kama wewe ndo wa muda, mimi wa juzi tu, alafu leo hii wewe unakata tamaa mapema. Ina maana gani? Yaani shida sio muda. Shida unaangalia kitu unachokifanya kinakusaidia nini. Sasa hayo mambo usiniambie mimi. Inabidi uambie viongozi wako, kwa sababu mimi mwenyewe nimeletwa na viongozi. Si unanielewa hapo ndugu yangu? Sikiliza mwanangu. Unajua huyo Bibonge mwenyewe kwanza. Yaani mimi kiufupi mimi katika hicho kikundi mimi sikitaki. Unachokizungumza kinakuja afu kinaondoka, kwa sababu Bibonge aliniahidi pikipiki yangu itarudi, lakini itajabu mpaka leo hii pikipiki sijapewa. Hapo inaweza ni kweli. Basi sawa mwanangu, maana leo unaongea sana mwanangu. Hebu wewe utakula hivi, mimi niende hivi mwanangu. Sema fresh mwanangu. Tutakutanaga huko baadaye. Basi sawa, tutaongea vizuri. Fresh. Sijambo, shikamoo. Mama. Wewe unaishi wapi? Naishi hapo mtaa Kati, hata sio mbali. Wewe mgeni? Hapana, mimi sio mgeni. Unapendeza. Vipi kwani mbona niangalia sana? Kuna usalama? Unajua sini nilikwambieje? Yaani nakuona kama yaani mnene. Watu hawa watu huku wanene wanarukaga watamu. Hamna, kawaida tu mbona. Basi haya. Taonana Wazee wengine bwana ovyo. Yaani kanisimamisha mimi nikajua ananiambia vitu vya maana. Upuzi mtupu.
Uchawi nimekufundisha juzi tu. Leo unakuja kwa mbwembwe namna hii. Utakuja kuacha makalio chini. Bibonge. Kila kitu kina pesa yake. Na mimi hapa nilikuwa na pesa, je? Naweza? Nguvu ninazo. Utakuja uache makalio chini. Bibonge. Sio na shida gani? Kila siku na kufuatafuata tu wewe. Mimi nimechoka. Na wewe unalijua hilo. Mimi ninachotaka ni pikipiki yangu tu. Na nilishakwambia pikipiki yako utapata. Nitapata. Siku zazidi kwenda nitapata. Bibonge. Nimechoka kufuatafuata. Nataka pikipiki yangu. Alafu kumbuka, mimi nalipia gari wangu. Hapa nipo sina shilingi 10. Nasubiria pikipiki lakini sipati. Nataka pikipiki yangu. Ugali gani? Leo hii jioni kuna nyama na wali. Utakula. Hebu njoo mwanangu. Vipi kaka? Kama kawa. Mbona mwanangu ulipofika hapo naona unanichungulia afu ukataka kukimbia vipi tena? Hamna mwanangu, sema kuna kitu nilikisahau hivi omega kimangilio nikiwahi. Mwanangu unamchora wewe. Vipi sana nielekeze. Unajua mwanangu wewe mwanangu mimi unajua nilichokiona siku ile mimi sijaamini kabisa. Wewe mwanangu na mambo ya uchawi wapi na wapi ndugu yangu? Mbona kijana mstaarabu family uko nakuona alikuwa tunakuheshimu hivi mwanangu. Wewe mwanangu wa kuanga familia. Huo ugali wewe wa nini? Asa mimi wa nini? Huo wali na nyama mimi wa nini? Mimi nataka pikipiki yangu, huo wali na nyama kweni wenyewe. Mimi sihitaji. Alafu lingine. Nisipopata pikipiki yangu, nitatoa siri zenu. Unajua mwanangu napenda kuimba taarabu sana. Ndio maana hata sisi wenyewe tukikukamata tunataka kukugeuza wewe mboga. Sema unazingua. Yote kwa yote mimi nashukuru unawezekana wewe mwanangu ulisaidia kwenye kitengele kimoja au kiwili. Umeelewa? Ila sema mwanangu mimi nakushauri mwanangu kule njia sio mwanangu. Kabisa. Unajua nini? Sisi sio wachawi. Ila sisi ni mafundi wa juu ya anga. Ushaelewa? Wewe uchawi unaujua wewe. Afa acha kuchamba umbea ujue. Yatakutokea mengine hapo uje kutuona sio wabaya. Kwa mwanangu kabisa umegangania kabisa hivi umeushikilia kabisa uchawi hivi mwanangu. Wewe mwanangu. Ila sio kesi mwanangu, kila mtu anachagua maisha yake. Uwezekana uchawi unakulipa. Japo sioni ukifanikiwa kwa chochote kile mwanangu, unazidi kupauka familia. Sikiliza bana. Hayo mambo mengine hayakuhusu. Alafu sipende kufuatilia watu. Ushaelewa? Takugeuza mboga siku. Weka vipi pita na mimi nijichenge zangu tusifuatiliane ujue. Basi haina noma familia. Kuli lazima nikamjulika na mtu na kuomba maana hapo kwa jana. Mtani kwangu. Wewe dada. Karibu. Habari yako dada? Salama. Samahani dada yangu. Hii ni mara ya 3 nakuona. Na kila ninapokuona unakuwa na mawazo sana. Hivi unaishi wapi? Mimi naishi Kubondeni huko. Nimepewa kibanda niishi. Basi. Hii dunia ina watu waovyo sana. Kwa hiyo unawezaje kuishi na huyo mtoto mdogo kiasi hicho bila baba yake mzazi? Ni historia kubwa sana. Nitakuelezea yenyewe na shinda. Na babake huyo mtoto yuko? Babake huyo mtoto kipindi nipo shule nasoma. Tulikuwa kwenye mahusiano. Akanipa mimba. Aliponipa mimba alipojua na mimba tu akaniacha. Akasema kwamba hizi kula yeye. Nikajitahidi, nikapambana mpaka nikafanyaje? Nikajifungua. Nilipojifungua siku 2-3 mtoto kakua hivi. Nakutana naye. Kila nikikutana naye mara nipe vibuku au ndo asime naye. Nakupa hela. Sawa. Rudishie 9,000.
Tisa. Yaani nikwambie hivi, hii hela hii sikupi. Tumeelewana? Sipati? Ndio. Hata masela wa mwanamke. Sawa. Hapa nipo na hiyo 10,000. Ukichukua hiyo, leo umenilaza njaa. Lala. Hata sisi tunalaga na njaa. Acha upumbavu mwanamke. Nitakupiga vibao. Nimempata kwake kanipa 5,000. 5,000 yenyewe nimekaa nayo mwezi mzima. Ndio kila siku tunabidi nijibane ili niweze kujikimu mimi mwenyewe. Isitoshe, akaona kama ninafanya usumbufu, akaamua kuondoka pale kabisa kahama. Pole sana mdogo wangu. Na mimi nyumbani kwetu wazazi wangu walivyoona hivyo nimeacha masomo kwa sababu ya wewe mwanaume, akaamua kunifukuza. Sasa haya maisha. Na ni kitu gani ambacho ulimkosea huyo mwanaume mpaka akaamua kukutelekeza? Sasa sikia mdogo wangu. Mimi kwangu ninapoishi na chumba kimoja. Ila natamani nikusaidie sana. Samani na mdogo. Sasa hivi. Salama kwema? Safi. Samani kidogo, mimi mgeni wa mtaa huu. Nilikuwa naulizia sehemu ambapo wanaitwa mtaani kwangu. Mtaani kwangu ndio hapo mfika. Ndio hapo. Kuna mama mmoja hivi anaitwa Mafaa. Sijui unampata? Mafaa. Kuna kadada fulani hivi kanaitwa Mama Faa. Ila kamuli kake kadogodogo. Mfupi sio mfupi, yani yupo kati yani. Nice ndio huyo. Kwake ni mtaa hapo mbele hapo. Samani, unaweza kanipeleka kwake au? Sawa. Haina shida, twende kupeleka. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kama ukaweza kunisaidia, maana nateseka sana. Diki, kwenye chama chetu cha kichawi sijakuona muda mrefu sana. Inapata huu mwezi kama watatu. Mimi mnataka kunipanda kichwani, mimi nishawachoka ujue. Mtu wa kwanza nimekutana naye kaniambia habari hizo. Wewe mtu wa pili tena. Hiyo kazi mimi nishaikataa, afu sifanyi kazi ambazo hazina hata faida. Mnataka nifanyeje? Ukitaki kivipi? Shida ni nafanya kitu, mmeniahidi vitu afu sioni vitu vyenyewe mnavyotaka kunigea, sivioni. Malengo gani sana mnataka mfanye? Unajua madhara kutoka kwenye chama chetu cha kichawi? Ningekuwa sijui, nisingeingia. Sauti ya Bibonge kabisa hivi. Sasa naonekana. Mtani kwangu. Mtani kwangu. Mtani kwangu. Mtani kwangu. Mtani kwangu. Mtani kwangu.